Wakarimu Walk Together 2026. Hii ni kampeni maalum kabisa ya kuhakikisha kwamba napinga na kukataa ukatili na unyanyasaji kwa watoto wadogo, na hii ni kampeni ambayo imezinduliwa rasmi na vijana kutokea Morogoro, Tanzania. Watatembea kilomita 194 Dar mpaka Moro, ama tunasema Morogoro mpaka Dar es Salaam, lakini pia wamekuwa wakifanya matukio mengine mengi na mazuri sana kupitia Jamii ya Marafiki Initiative. Mwite Dickson John Manko ama Wise Dickson, mmoja kati ya waasisi wa masaidiano katika jamii. Amekuwa akifanya hivyo kupitia Jamii ya Marafiki, amekuwa akifanya hivyo kupitia tunaita Smart Friends Connect, ndivyo bwana Dickson? Yes. Bwana, karibu sana. Asante sana. Sawa. Dar es Salaam na maeneo mengine mbalimbali tumekuwa tukiona vionjo kupitia mitandao ya kijamii. Ikanifanya mimi kusafiri mpaka hapo. Yes. Tuje tuzungumzie. Ipi ilikuwa idea ya Wakarimu Walk Together, na hii Wakarimu Walk Together ni nini? Wakarimu Walk Together ni matembezi ya hisani. Yes. Kilomita 194 kama ulivyosema mpaka 200. Moro da. Kutoka Morogoro kuelekea Dar es Salaam. Ambapo matembezi haya yana ujumbe mbili. Yes. Ujumbe wa kwanza ni kutoa elimu kwa jamii kuhusu kuzuia ukatili kwa watoto. Yeah. Kuzuia ukatili kwa watoto. Lakini jambo la pili, tumelenga kuipa elimu jamii kuhusiana na swala zima la ukarimu, upendo na kujitoa kwa ajili ya wengine. Yeah. Sawa. Asante sana. Na tumekuwa tukiona vionjo, umekuja hapa uko na vazi. Yes. Zuri kabisa. Yeah. Najua lina muonekano wa Segerea. Kuna mtu kimwambia jaribu tu, pengine anaweza kaona shida. Kwa nini mmeamua kutumia idea ya vazi la kifungwa zaidi na sio suti ama vazi la kichungaji ama Kiislamu kanzu, mkasema mnaelimisha jamii kuzuia ukatili kwa watoto? Kwa nini vazi la kifungwa? Wazo la kifungwa limetokana na lina ujumbe wa aina mbili. Jambo la kwanza ni athari kwa mtu anayetenda ukatili kwa watoto. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria, mtu yoyote ambaye atashiriki mapenzi na mtoto ni ukatili ametenda. Mtu yoyote ambaye atampa mtoto vipigo kupitiliza atakuwa adhabu kupitiliza ni vipigo, kwa sababu adhabu ni ile ya kumrekebisha. Lakini vipigo ni kile sasa imeshapitiliza tena adhabu inakuwa ni maumivu. Kwa hiyo chochote utakachokifanya, kuna sheria ambazo zinamlinda mtoto. Utapata athari ya kupelekwa, ukipatikana na hatia mahakamani utafungwa. Na kwa mfano sheria ya ubakaji ni kuanzia miaka 30. Kwa hiyo tunamwonyesha huyo mwanajamii mwenzetu kwamba utakapotenda hichi kitendo cha ukatili, madhara mojawapo utakayopata ni kupata kifungo jela. Lakini ujumbe wa pili, huyo aliyevalia mavazi ya jela alafu anahubiri swala la ukarimu, anahubiri swala la kupinga ukatili wa watoto, ni ishara kwamba yoyote yule atakayepatikana na hatia akapelekwa gerezani anayo nafasi ya kuweza kubadilika na kuwa mtu mwema mwenye kuleta ujumbe wa amani katika jamii. Kwa sababu gerezani pia ni sehemu ya kubadilisha mtu kwa raia. Na mnaita urekebu. Kwa ni sehemu ya kufundisha uweze kubadilika. Kwa sisi tunatamani huyu mtu ambaye amefanya hichi kitendo akijutie. Cha kwanza ajutie, alafu awe nafasi ya yeye kuwa na kuleta ujumbe wa kupinga ukatili kwa watoto, kwa sababu awe balozi. Kwa sababu lazima tuelewe tu kwamba haishi kufungwa wewe, lakini pia tunamwangalia huyo mtoto ambaye amebaki nyumbani. Yeye ana athari atakazozipata, tutazitibu vipi? Tunakuja kugundua kwamba athari anazozipata mtoto kwa namna yoyote ile, kwa ushauri wowote ule, kwa saikolojia yoyote ile, hakuna namna tunaweza tukampona. Hakuna namna tunaweza tukasababisha kitendo ambacho kimetokea kisitokee. Kwa maana yake anapata madhara yake yani maisha yake yote anakuwa na haya madhara. Kwa hiyo sisi tuna ujumbe kwamba
huyu mtu ametoka anakuja kuielezea jamii kwamba bwana, nilichokifanya kile kitendo mimi mwenyewe kabisa nakiona, nimefungwa miaka 30 sawa, lakini naona athari niliyomwachia mtoto ni kubwa hata kuliko kifungo ambacho nimekipata. Sawa, Wakarimu Walk Together, ujumbe wao mwingine ambao tunapata kwao ni mtu kujutia kile kitendo ambacho umemtendea mtoto. Unaweza kufungwa miaka 30 ukiwa na miaka 18, 45 unatoka, 48 unatoka, bado ni kijana kabisa. Lakini ukisha kumetoka, maana yake ujutia lile kovu la moyoni ambalo umeachiwa yule mtoto, kwa sababu lengo ni kufanya tuwe na kizazi bora cha baadaye, tuwe na taifa bora la baadaye. Sawa, turudi kwenye vituo. Matembezi ni kilomita 194 mpaka kilomita 200, na itategemeana pale Dar es Salaam yani mtaelekea uelekeo gani, sio hivyo? Hebu tupitishe matembezi hata kwa siku ngapi na ni vituo vipi ambavyo tutapumzika, kwa sababu nafahamu kiafya kutembea moja kwa moja mpaka Dar es Salaam inaweza kawaja kaa sawa. Naamini pia kwa sababu kuna ujumbe wa kufikisha kwa jamii, mtahitaji kupata sehemu za kupumzika, then watu waweze kupokea ile elimu ambayo umeilenga, sio hivyo? Tupitishe kwenye vituo na namna ambavyo mtakuwa mkiifundisha na kuelimisha jamii huko barabarani. Tutakuwa na siku 6 za matembezi. Siku sita za matembezi, na ifahamike tu kwamba sisi hatuna lengo la kuvunja rekodi ya mtu yoyote. Sawa. Kwa sababu kuna watu ambao wametembea umbali mrefu kwa siku chache sana. Sisi tuna ujumbe kwa jamii yetu, na tutakapoanza, na tumepanga kwamba kwa siku walau tutembee kuanzia kilomita 40 mpaka 50 tu. Then tunakuwa na mapumziko kwa sababu za kiafya, lakini pia tusije tukajitesa sana. Tumeleta ujumbe kwa jamii alafu sisi tukabaki tena tumedhurika. Kwa hiyo tutakuwa na siku 6 hizo, na kituo chetu cha kwanza kitakuwa pale Bwawani. Na tunatamani pia tutembelee shule ya sekondari Bwawani kwa ajili ya kuzungumza. Kuna kipindi tumeweza kufanya hapo kampeni ya Binti Salama. Natamani tukifika pale tupate nafasi ya kuzungumza na wanafunzi wa pale. Lakini njiani hapa tutakapokuwa tunapita, yoyote yule tutakayekuwa tunakutana naye tutamwachia ujumbe wetu. Kwamba bwana, sisi tunatembea kilomita 194 na lengo letu ni 1, 2, 3 kuisaidia jamii kuelewa athari ambazo watoto wanaofanyiwa ukatili wanazipata. Hivyo tuungane pamoja kuzuia swala la ukatili kwa watoto. Kwa hiyo tutapumzika Bwawani, tutapumzika Chalinze, tutapumzika Mlandizi, tutapumzika Kibaha, tutapumzika Mbezi, alafu safari yetu tutaitimishia Kijazi Interchange pale. Sawa, na pengine turudi hapa, umeitaja Bwawani sekondari, umeitaja kampeni ya Binti Salama. Mitandaoni tunaziona zimekuwa ni nyingi kupitia Jamii ya Marafiki Initiative. Tulikuwa tunaona kule kuna Smart Friend Connect, sio hivyo? Lengo lilikuwa ni kukutanisha marafiki, na hii naona umefanikiwa kwa asilimia nyingi zaidi. Mpaka leo unafika hapa, mmekuwa mkipita kwenye vituo vya watoto yatima. Bila shaka huko ndiko wazo la Wakarimu lilikotokea. Kwa sababu tumekuwa tukienda kwenye vituo vya watoto yatima ambavyo kwa mfano kuna kituo kimoja tulienda kipo mkoa wa Pwani, ambacho sehemu kubwa kinachukua watoto ambao ni waathirika wa vitendo vya ukatili. Unakuta mtu anakaa na mjomba wake kamfanyia ubakaji. Kwa kile kituo kinakuwa na hao watoto. Sasa kadri tunavyokuwa tunatembelea vituo vya watoto yatima, tukikutana na hii hali tunajiuliza, yani matokeo tunawapokea baada ya kuwa wamefanyia hivi vitu. Kwa nini tusichukue hatua ya kuweza kuzuia hivi vitu visitokee? Na tunaweza tukiamua, kwa sababu sisi ndio jamii. Tukiamua kwamba bwana, ukatili kwa watoto ni mwisho, leo tuna uwezo kabisa wa kusitisha. Sisi tunaamini kwamba sheria zetu ni nzuri za Tanzania, lakini pia na duniani kote, lakini sidhani kama kuna sheria ambayo inafidia ya jinai linayotendeka kwa mtoto. Kwamba mtoto amebakwa, apewa ujauzito, sasa kapata ujauzito, tayari ni jeraha hiyo, yani siku zote za maisha yake atakuwa anahisi kabisa, yani hata huyo mtoto katika kumlea huyu tena mtoto mwenzake atamlea katika namna isiyokuwa sahihi, kwa sababu ana majuto ndani yake kwamba bwana, nimewahi kutendewa hichi kitendo kibaya. Lakini sisi tukiamua kutengeneza kizazi kinachokuja kizuri, ni kuwasaidia watoto wetu kuwa na maadili, lakini pia kuzuia kuwatendea watoto wetu ukatili.
Sawa, nafahamu pia, pamoja na kwamba umekuwa ni mtu ambaye unajitoa, hizi pesa ambazo unazipata kupitia kuwekeza kwa ajili ya jamii, kama ungeamua kufanya maendeleo, kwa saizi pengine uko mbali zaidi, ungekuwa ni tajiri mtoto tunasema saizi, lakini umekuwa ni mtu ambaye unaamua kuanza kutanguliza wengine, tuamini jamii ikiwa salama, basi kila kitu kinakuwa salama na maendeleo yatakuja. Kwa lengo lako pia mojawapo ni kwamba hatutaki kuona watu wanajitoa kwa ajili ya watoto tu, bali tuwasaidie, tukatae. Ili ile misaada ambayo tunapeleka kwenye vile vituo vya kulelea watoto vije vifanye ile misaada ije kufanya kazi nyingine, kwa sababu kama tukikataa ukatili, manake hawatakuwepo pale. Umetoa mfano wa kituo cha Mlandege mkoani Pwani. Kwa maana kwamba pale wengi wao ni wale waliofanywa vitendo vya ukatili. Kwa kama wasingefanywa, manake wasingekuwepo pale kabisa. Na kuwaleta pale manake ni kama unawatenga. Sasa ni wanajiona kabisa ni tuko hapa sisi kwa ajili ya sisi ndio wale tuliokataliwa na jamii. Kwa hiyo kitu kimekuwa hivyo sawa. Na viongozi wengi wamekuwa wakipinga na kukataa vitendo hivi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia Mheshimiwa Waziri Dorothy Gwajima na viongozi wengine wote wa serikali na makundi mbalimbali katika jamii imekuwa kipaumbele katika kukataa unyanyasaji na ukatili kwa watoto. Turudi hapa, umekuwa ni mtu ambaye unaorganize watu mbalimbali. Kwa elimu, nikikuona huna elimu kubwa kivile kabisa, kipato fedha hauna fedha nyingi kivile, kijana mdogo wa kawaida tu kwa mtaani, una control, una organize maprofesa, madaktari, lakini askari kwenye kundi lako tunaona wako askari, wako wachungaji, wako manesi, madaktari, kila kundi katika jamii wapo kwenye crew yako na unakuwa ukizunguka nao. Hii unatumia mbinu gani kuhakikisha kwamba una organize hawa watu kufanya vitendo vya kiutu katika jamii? Kusema ukweli hakuna mbinu ninayoitumia, ni Mungu zaidi sana pamoja na Mungu, lakini sisi tunaamini kwamba watu wote ambao wako kwenye ile familia yetu ya jamii ya marafiki ni watu ambao wana mioyo ya aina yetu. Kwa sisi tunafanya bidii play part yetu, kufanya kile kitu tunachokiona kwamba kwetu kinafaa, alafu tunawavutia watu wa aina yetu, kwa sababu moja ya sera yetu ni kuinua mioyo ya watu, kusaidia watu wengine. Mimi naamini kwamba ndani ya kila mtu ana uwezo wa kutenda mabaya na ana uwezo wa kutenda mema. Kwa hiyo inategemeana tu kwa wakati huo ni nini ambacho kinafanya kazi. Kwa sisi tunaamua kuinua huu moyo wa wema ndani ya watu. Yaani huu moyo wa wema ukishinda moyo wa ubaya, basi wewe unaonekana ni mwema. Na moyo wa ubaya ukishinda moyo wa wema, wewe unaonekana ni mtu mbaya. Lakini kila mtu duniani ameumbwa kikamilifu, ana uwezo kabisa kamili wa kutenda mabaya na ana uwezo wa kutenda mema. Kwa hiyo jamii yangu hii au jamii yetu hii ya marafiki, tumekuwa tukivutiana watu wenye aina sawa ya mioyo, watu wenye moyo wa ukarimu na watu wengine ambao wametenda ukarimu wakaathirika na ule ukarimu walioutenda. Sisi tunapokutana nao tunamwambia moja ya faida ya wewe kufanya ukarimu si kwa ajili ya mtu unayemfanyia, lakini ni tiba ya moyo wako, kwa sababu hakuna raha ya kuwa na kutenda mabaya, hakuna mabaya ya kuwa mtu, yaani hakuna furaha ya kuwa mtu mbaya, yaani hakuna. Lakini kuwa mtu mwema si kwa ajili ya jamii yako, lakini ni kwa ajili yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo ndio mbinu yetu ambayo tumekuwa tukitumia, si kwa ajili ya jamii, ni kwa ajili yako wewe mwenyewe. Sawa, asante kwa kuendelea kutufuatilia. Matembezi yoyote barabarani, mnatembea kwenye barabara ambayo vyombo vya moto ndio vinatumika zaidi. Matembezi yenu bila shaka yatakuwa ni kwa mguu. Tutembea hapa mpaka Dar es Salaam. Hali ya usalama mmejiridhisha vipi na jeshi la polisi, pengine na taasisi nyingine zinazohusika katika jambo mnalofanya? Usalama wenu na vibali vyenu limekaaje? Kuna ambavyo tumeshakamilisha na vingine tunaendelea kufuatilia kwa sababu vinachukua mchakato. Lakini tutahakikisha kwamba tunazingatia kwanza matumizi sahihi ya barabarani. Na tutapeleka barua kwa mkuu wa polisi kama tutapata ushauri kama itakuwa ni mkuu wa polisi wa wilaya ya Morogoro au kama ni wa kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, kwa jinsi tutakavyoelekezwa.
tutapeleka pale barua ya kibali, lakini pia na barua ya taarifa kwamba bwana, hao watu tuna safari hivi. Lakini pia tutawasiliana na maendeleo ya jamii ambapo tumeshaanza mawasiliano nao kuelezea, na kuna baadhi ya vitu ambavyo wamekuwa wakitushauri. Lakini pia kwenye mavazi yetu tutakayovaa tuna reflector. Kiasi kwamba kama tutakufika hizi kilomita 50 tutachukua labda masaa 13, kiasi kwamba giza limeingia. Kwa hiyo manake tutakuwa na reflector ambapo itakuwa ni mawasiliano mazuri na madereva kwamba bwana, kuna watu wanapita. Lakini tunafahamu barabara ya Dar es Salaam Morogoro ni barabara nzito sana. Pilika ni nyingi, magari makubwa ni mengi. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile nimeona kuna barabara za michepuko wametengeneza. Kwa kama kutakuwa na ulazima wa kupita barabara za michepuko, basi tutakuwa tunapita. Lakini tutakapokuwa tunapita njiani, tutakuwa tunatoa elimu. Tukisema tupite sana vichochoroni, tutakuwa tujatimiza lengo letu. Tunatamani mtu yoyote yule ambaye tutakutana naye njiani, kama tumekuta labda kuna sehemu kuna jam, labda kuna gari limepata shida, limesimama likatengeneza foreni, abiria wako pembeni au madereva, tutahakikisha kwamba tunazungumza nao, bwana, sisi ni watu fulani hivi na hivi na hivi na hivi. Na labda niseme kwamba hatuna lengo la kutafuta umaarufu. Kwa sababu kuna vitu vingi sana vya kufanya ambavyo havitatuumiza vya kutafuta umaarufu. Lakini tunatamani jamii ya leo ujumbe wetu tulionao kwamba bwana, sisi hatutaki tu watu waishie kuripoti matukio. Kama kampeni kadhaa zimekuwa paza sauti, paza sauti, paza sauti. Sawa, utapaza sauti, ila huyu mtu tayari kitu kimeshatokea. Tukiambia tupaze sauti, mwingine na maana tukio analitafuta tamani kama litokee ili tokea ili useme. Baadhi ya media ndio kama hivi zinatamani zione kitu kibaya zikiposti watu wapate viewers. Lakini kumbe lengo lenu nyie, sisi lengo letu kabisa kwamba bwana, kama kuna uwezekano wa kufikia zero ya ukatili iishe, kwa sababu hakuna faida yoyote. Labda kwa huyu mwanaume, maana sehemu kubwa ya watu wanaotekeleza ukatili kama ubakaji ni wanaume. Asilimia kubwa. Nafikiri simkumbuki vizuri, nafikiri ni kama mkuu wa mkoa alisema, hebu achaneni na hao watoto wa mama, sisi tupo. Sema kama unaona kauli nyingine, kama unaona sketi za shule ni nzuri sana na zinapendeza, basi mshone mkeo ili uweze kumuona. Lakini mimi naamini kwamba wanaume wenzangu tunayo nafasi kabisa ya kuweza kuwatunza, kwa sababu nikiangalia mimi ni baba. Ni baba tena watoto wawili, mmoja wa kike na mmoja wa kiume. Sasa yani anayetenda hichi kitendo si kwamba hana familia. Kwa mfano juzi kuna baba amewafanyia watoto wake ukatili, mmoja ana miezi 6, mwingine ana kama mwaka mmoja na ilikuwa ni endelevu ile. Yani ni kitu ambacho mama kwanza alikuwa anajua. Yani anaumia, lakini sasa anaona huyu mume wangu nikienda kumripoti tena itakuaje? Namkosa. Lakini mimi nina hakika kwamba huyu mama alikuwa na uwezo kabisa wa kuweza kuzuia. Kwa maelezo yake ni kwamba baba anamtoa nje, alafu yeye anatekeleza kile kitendo. Alikuwa na nafasi ya kuweza kuzuia. Kwa sisi tunatamani jamii leo kwamba ujumbe wetu si kuripoti matukio ya ukatili. Kama yametokea, ripoti ili hatua za kisheria zichukuliwe. Lakini kama una uwezo wa kuweza kuzuia lisitokee, itakuwa ni bora zaidi kuliko tusubiri litokee alafu ukaliripoti. Kwamba namwona binti wa miaka 12, 13 anabebwa na kijana wa bodaboda, badala ya kupelekwa shule anapelekwa guest. Ama siku ya kwanza badala ya kupelekwa shule mtoto anaenda vichochoroni. Kwa mara ya kwanza, mara ya pili unasubiri litokee mtoto mjamzito alafu ndio useme sasa. Kwa kumbe natakiwa uzuie mapema kabisa. Uzuie kabisa. Yaani umemwona kabisa bodaboda huyu anaenda na mtoto katika mazingira ambayo ni hatarishi, hebu nenda kawafuate. Kafuate, alafu fika pale unataka kufanya. Juzi pia niliona clip moja watoto wa kike wadogodogo kwa kiume, muda wa shule wanaoga mtoni, wako uchi hawajavaa nguo. Afu mtu ana rekodi ili aposti, atengeneze content. Badala ya kuwakataza chapa hata viboko waende shule, wanatengeneza content ya phone. Kwa sababu tunakuwa kwenye kizazi ambacho kinakuwa ni kizazi hatari. Yaani kama sisi wazazi tuko hivi, manake hao watoto tunawatengeneza. Kwa sababu mimi natamani waripoti haya matukio ili jamii ijue, lakini huwa anajiuliza huyu mtoto ambaye ametendewa labda ana miaka 3. Teknolojia ina kawaida ya kurudisha matukio yaliyopita. Sasa fikiria huyu mtoto amefikisha miaka 22.
halafu anakuja ripoti yake kwamba kuna mtoto aliweza kubakwa miaka 22 iliyopita au miaka 19 iliyopita. Kumbukumbu zinamrejea tena kwamba hivi yule mtoto si atakuwa na mimi au huyo atakuwa ni mwingine, na mimi nimeweza kufanyia hichi kitu. Ripoti ni nzuri kwa upande mwingine, lakini pia kwa upande mwingine zinaendelea kutengeneza kumbukumbu ambazo, kwa sababu tuna kizazi pia tunaita kizazi cha content. Tokea jambo baya watu warekodi wapeleke wapate viewers. Sawa. Hongereni sana kwa kampeni yenu. Asante. Na tunao nafasi ya kuongea na Watanzania kutazama sasa hivi kupitia vyombo mbalimbali vya habari, lakini unao nafasi ya kuongea na rais moja kwa moja, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiki uamuzi uliochukua sio jambo dogo. Kuna watu wanaamini kuvaa hivi, kuigiza kama mfungwa, kama ni anajipalililia, anajitengenezea mkosi, lakini wakasema hapana, nikifanya hivi inakuwa ni ujumbe tunaofikisha kirahisi zaidi. Si ndio hivyo? Mheshimiwa Dorothy Gwajima pia anakutazama. Natamani wao kama serikali wasikie neno kutoka kwenu, Wakarim Walk Together, kupitia Jamii ya Marafiki Initiative. Mmefanya mengi mazuri kama jamii imeona na sisi tumeona, ndio maana tumetembea, tumekufuateni hapa. Tunatamani serikali pia isikie neno kutoka kwenu. Maombi yenu, mna wito gani kwao? Nafasi ya kwako. Wakarim Walk Together itahusisha watu mbalimbali. Mpaka sasa ambao wamefanya confirmation ni watu 4. Tutakaotembea nao kutoka hapa Morogoro kuelekea Dar es Salaam. Lakini tunatarajia kupata watu wengi zaidi. Na wito wangu kwa jamii ni kwamba kama watapata nafasi ya kuweza kuonana na sisi, wasimame tuzungumze nao. Yaani wahakikishe kwamba wamesikia ujumbe ambao tuko nao, ujumbe tulioubeba, ili waweze kuisikia. Lakini pia kwa upande wa serikali imekuwa na kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, lakini pia nafikiri kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani, Jeshi la Polisi wamekuwa na hizi kampeni, na Jeshi la Polisi wamekuwa na hii kampeni inayotaka kufanana na ya kwetu ya tuambie kabla hawajaharibiwa. Tuambie imezinduliwa mwaka juzi nadhani. Na lengo ni walenga watoto hawa. Iliwalenga watoto wa shule kidato cha kwanza mpaka chuo kikuu mwaka wa kwanza. Ni wale wanaoanza. Of course ni watoto bado. Wana lengo la kuambia mapema kwamba wawaelimishe, wao wanaelimisha watoto wale kwamba bwana, umeingia katika level nyingine ya elimu, utakutana na hiki na hiki na hiki, athari zake ni hizi na hizi na hizi. Na tumekuwa tukishirikiana sana nao, hususani dawati la jinsia pale Chalinze. Sergeant Saida tumekuwa tukisaidiana naye sana katika hizi kampeni. Kwa hiyo kampeni zimekuwa nyingi, na kampeni nyingi ambazo zimekuwa zikiwepo ni zile za kutoa taarifa za matukio. Lakini tunatamani serikali iuchukue ujumbe wetu kwamba sisi hatuzingatii sana taarifa, tunazingatia kuzuia haya mambo yasiweze kutokea katika jamii. Lakini kama kuna namna yoyote ambayo yenyewe inawezekaona kama hii kampeni itakuwa na manufaa katika level ya kitaifa, basi wanaweza wakaanzisha hata mbio, tuseme mbio au kama vile ilivyo Damdam Marathon, Kilimanjaro, Marathon juzi ilikuwepo, ikawepo mbio za namna hii ambazo Wakarim Marathon tunakuja na hashtag tokomeza ukatili kwa watoto. Kwa hiyo tukiona kampeni za aina hii zitasaidia kuendelea, kwa sababu ujumbe wetu ni wa siku 6. Tuna hizo siku nyingine ambazo huenda kuna jamii ambayo inatekeleza hivyo vitendo hatujaweza kuifikia. Kwa hiyo kama serikali pia ikitusaidia katika peji zao pengine za mitandao ya kijamii, hata ya Mheshimiwa Dorothy Gwajima nimeona amekuwa na interact na jamii sana. Akiweza kushare ujumbe huu kwamba jamii iweze kufikia, lakini pia jamii pia na yenyewe itusaidia kusambaza, kwa sababu katika njiani tutakapokuwa tunatembea tutakuwa tunatengeneza baadhi ya maudhui kuelezea kuhusu jambo hili, si kurekodi namna tunavyotembea, lakini kuzungumza na jamii tuliyoifikia. Je, elimu tuliyoipelekea itakuwa na manufaa kwao au wana mtazamo tofauti kuhusiana na ile elimu? Kwa hiyo ni stendi Kibaha, kutana na wapiga debe na wasafiri, tuzungumze dakika chache jamani, ukatili kwa watoto
haiwezekani. Haiwezekani. Nyewe mnaonaje? Je, na wewe ni muhanga wa ukatili ulipokuwa mtoto? Na kwa namna gani ilikuathiri? Au wewe umeweza kutekeleza kitendo cha ukatili kwa mtoto? Utashangaa, ataogopa kusema. Na kwa sababu unajua mpaka upatikane na hatia ni mpaka ukamatwe. Yes, kuna watu wanafanya na hawajai kukamatwa. Kwa hiyo hakuna faida yani ya wewe kukitenda hichi kitendo. Yani uone tu kwenye moyo wako kwamba bwana, kweli sipaswi kufanya hichi kitu. Sasa uone kwenye moyo wako kwamba sipaswi kufanya hichi kitu. Ujumbe wa Mr. Wise Dickson. Yes. Kutokea Jamii ya Marafiki Initiative. Sasa unaamini kwamba kupitia mtuhumiwa aliyoko mahakamani anayepanda kizimbani kwa kosa fulani na yule aliyoko kituo cha polisi anasubiri kwenda mahakamani na yule ambaye tayari yuko gerezani kama ambavyo umevaa wewe, unaamini kwamba wanao nafasi ya kubadilika na kusema hapana? Yes, kila mmoja anayo nafasi ya kubadilika. Yani hata kama umepata hukumu ya kunyongwa, umepatikana na hatia na moyoni mwako unajua kabisa hichi kitu nimekitenda. Yes, kwa mujibu wa sheria umepatikana na hatia, unanyongwa, lakini badilika ndani ya moyo wako kusema kweli bwana, nilichokitenda sio kizuri. Badiliko huwa linaanza na kujutia. Unapojutia kitu ulichokitenda inakupa nafasi ya wewe kuweza kubadilika. Kama kile kitu ulichokitenda unakiona ni sawa, hakuna namna ambayo unaweza kubadilika. Kwa hiyo hata utakapokuwa kizimbani unayo nafasi ya kuweza kubadilika, na tumekuwa tukiona utapatikana na hatia lakini sheria inampa hakimu nafasi ya kuweza kusikiliza sasa utetezi wako. Umeshapatikana na hatia, sasa wewe una lipi la kusema? Utakapoonesha kwamba kile kitendo umekijutia, kuna namna ambayo huwa wanapunguza miaka katika baadhi ya kesi. Huyo ameonekana hii, basi tutampunguzia adhabu. Pengine ilikuwa ni adhabu ya kunyongwa mpaka kufa, basi unapewa kifungo cha maisha. Yes. Kwa hiyo kila mmoja ana nafasi. Uko mahabusu, upo gerezani, uko kwenye kizimba, unayo nafasi sawa na kila mtu ya kuweza kuongelea watenda makosa. Ipi nafasi ya mihimili minne ambayo miwili inafanana? Yes. Ipi nafasi ya jamii kwenye kampeni yenu? Yes. Ipi nafasi ya mhimili wa mahakama kwenye kampeni yenu? Lakini ipi nafasi ya jeshi la magereza na jeshi la polisi kwenye hiki ambacho mnakianzisha mwezi wa 4? Sisi tunagusa kwenye mihimili yote tuseme. Tunataka hii jamii ielewe kwamba bwana, ukatili hapana kwa watoto. Na jamii ndio inayotekeleza hivi vitendo. Kwa hiyo kama ikiacha jamii, manake pia mahakama itakuwa na kesi chache sana au haitakuwa na kesi za aina hii za ukatili. Kwa hiyo sheria itakuwepo lakini itakuwa haina mtu wa kumhukumu kwa sababu sheria ipo kwa ajili ya kutafsiri kosa. Kama hakuna makosa manake haina cha kutafsiri. Lakini pia magereza zetu wata relax kwa sababu mtu unajua aliyetenda kitendo cha ukatili, hata tu najua nafikiria hata askari magereza na wenyewe pia wao wanamuogopa. Wanaweza kama huyo mtu anaweza kumfanyia mtoto wa miaka 6 huko anaweza akafanya nini? Kwa hiyo inawapa na wao shida. Kwa hiyo tutaisaidia pia magereza kuwa na watu wachache wa makosa aina hiyo au isiwe kabisa na hayo machama. Tunasemea na wenyewe kupunguza mlundikano. Tukishakataa manake wanaotenda makosa hawatakuwepo. Lakini pia polisi hawatakuwa na hizi heka za kwenda kuwakamata watu waliotenda. Watabaki kulinda mali zao. Watabaki kulinda raia na mali zao. Hivi vitu vingine tutakuwa tumesaidia. Kwa jamii ndio inayo nafasi kubwa katika hawa wote. Jamii ndio inayo nafasi kubwa kwamba jamii ikiamka ikasema hapana kwa ukatili wa watoto, basi hata ipo hii mihimili mingine itakuwa haina kazi ya kufanya kwenye ile eneo la ukatili wa watoto. Kwa hiyo jamii ichukue ujumbe wetu, ihakikishe kwamba imeshare kama vile wanavyoshare mambo ya udaku, habari za uongo, habari za fitina, habari zozote zile za udaku, basi wachukue na huo ujumbe wa usambazi ili jamii wachukue na hii Wakarimu Walk Together waenda. Lakini pia jamii, kama unayo nafasi ya kuweza kutembea nasi hata kilomita 1,
hata dakika 10 itatutia moyo kwamba ujumbe wetu kuna wengi ambao wanatamani kufikisha ujumbe kama huo kwa jamii. Matarajio ni mwezi wa tunatarajia kama mvua zitapungua, tunatarajia kuanzia tarehe 20 mwezi wa 4 tutaweza tukawa na haya matembezi. Sawa. Tunakaribia kumaliza. Yes. Kwenye mitandao ya kijamii mtu yuko nje ya nchi sasa hivi anakupata. Yes. Mtu anakutazama. Kwenye mitandao ya kijamii tunatumia Jamii ya Marafiki Instagram. Lakini pia ukiwafuatilia wale watu ambao wamesha confirm kama Shed Brand. Anatumia Shed_brand Instagram. Yes, kuna Ahmed Ruseo anatumia Made Unique. Lakini pia tuna Made Fashion. Yes, pamoja na mimi Wes Dickson kwenye mitandao yetu ya kijamii. Mambo katika jamii ambayo yanatakiwa kupigiwa kelele yako mengi sana. Yes. Kwa nini mliwaza watoto? Pengine kuna jamii umeshawahi kuipita kukutana na hiki kisa? Yes, katika tumesema kwamba kuna kituo kimoja ambacho tuliendaga Pwani. Yes, Pwani, ambacho chenyewe kilikuwa kinakusanya tu watoto wa aina hiyo. Kikupa challenge. Yes, kikatupa challenge, lakini katika vituo pia tunaopita wale watoto na kutoa wazazi wao wamefariki, ni yatima, wanakaa kwa mjomba. Sasa mjomba anashindwa kuishi naye, anamfanyia hivyo vitendo, wengine wanabakwa, wengine wanapata vipigo, inawapelekea sasa inabidi waende kwenye hizi tunaitaga ni safe house, ni maeneo salama kwa ajili yao, vituo vya kulelea watoto yatima. Sasa tukao tunawaza, je, tutaishia tu kwamba kuwatunza hawa watoto? Tutaishia tu kuelezea matukio yaliyowatokea badala ya sisi tunaweza tukazuia hili jambo? Inamchukua nini mjomba wake kuweza kukaa na huyu mtoto kwa upendo tu kama anavyokaa na watoto wengine? Unakuta mke wa mjomba ambao kwa sehemu kubwa ndio watu ambao wanalalamikiwa sana. Ana watoto sawa na mtoto yule wa shemeji yake, wa ndugu yake, lakini kwa nini asiwatendee watoto wake, anaenda kumtendea huyu mtoto? Kwa tukaona tuna sababu hiyo ya kuweza kufanya. Lakini jambo la pili kuhusiana na wanawake, unajua kesi ya mwanamke na mtoto hata ukipeleka mahakamani wana kesi moja, sheria inawaamua tofauti. Mtoto hata hitaji kutoa ushahidi, yeye daktari akishatoa ushahidi kwake imeisha. Lakini huyu mtu mzima ana kitu tunaita hiari, mpaka mahakama ije jiridhishe kwamba sio hiari yake, inachukua muda. Na inawezekana ikawa ni hiari yake lakini ameamua tu kufanya figisu. Lakini mtoto hana hiari, hata kwa mujibu wa sheria. Mtoto yote chini ya miaka 18 hana hiari ya vitendo vya mapenzi. Hata kama alimwambia twende akakubali. Hata kama alikubali, huo ni ulaghai kisheria. Tayari yule mtoto hana hiari ya kuamua mpaka atakapofikisha miaka 18. Kisheria mtoto hana haki ama hana hiari ya kuamua jambo lolote. Hata kama umempa 2,000 yako, umemnunulia chipsi mtoto wa kidato cha kwanza, ukaenda naye gesti, ukaenda naye wewe baba wewe mama, ukaamua tu aozeshwe aache masomo, hata kama alikaa akakubali, lakini hajafika miaka 18, hiyo haihesabiki kama hiari. Hilo ni kosa kama makosa mengine. Mimi nakaribia kufunga, lakini uniambie kitu gani ambacho sema tutakutana hiki ni lazima niambie jamii iweze kufahamu, ambacho labda pengine katika mazungumzo yetu yote hatujakigusa? Ambacho hatujakigusa, tumekuwa tukiongelea tu kupatwa na athari, mtoto anaathirika. Lakini tutakapokutana na jamii tutawaambia hayo madhara ambayo mtoto anayapata, madhara ya kisaikolojia, madhara ya kimwili. Lakini kuna wengine ambao unakuta amebakwa, akapata mimba, wakati huo pengine aliyembaka na maambukizi ya virusi vya ukimwi, akawa ameathirika, labda pengine ana magonjwa ya ngono, akawa amempa, na huyo mtoto pengine hajaripoti popote, anaogopa kusema, pengine hata anaishi na mzazi ambaye asikilizi watoto, hana muda wa kuzungumza na mtoto, kwa hiyo anaficha, inamwathiri. Labda niseme kuna kisa kimoja ambacho kwa nini tunapaswa kupaza sauti zetu, kutokomeza.
tutaripoti sawa, lakini sauti kubwa iwe ni kutokomeza haya mambo. Kuna dada mmoja ambaye alifanyiwa alibakwa. Ndugu mmoja akapita akakuta yule dada anatendewa hicho kitendo. Hakufanya chochote, na kulikuwa na vijana kama 4 5, akanyamaza. Siku nyingine yule mdada alipobakwa, baada ya miezi kama 2 hivi aligundua na mimba, akaenda kutoa ile mimba. Yule kaka alikuwa anafanya field kwenye hospitali aliyoenda kutoa huyo dada mimba. Akanyamaza, hakusema chochote. Miaka imepita kama miaka kadhaa mbele, wakawa wamesahau, maisha mengine akawa yameendelea. Yule dada akakutana na huyu kaka akampenda huyu dada, lakini huyu dada akamwambia, mimi nimeshakuwa na mahusiano na wanaume kama 3, wote wananikataa kwa sababu nimewambia sina uwezo wa kuzaa. Huyu kaka akasema, mimi ni daktari, sitakosa namna ya kunanilia kufanya uzae. Kwa akamwambia, wewe nikubalie tu. Dada akakubali, wakaingia kwenye mahusiano, wakafuata taratibu, wakaoana. Imepita miaka 2, mtoto hajapatikana. Ikabidi yule kaka amwambia, sasa inabidi tuanze mchakato wa matibabu. Akamwambia, hakuna haja ya mchakato wa matibabu. Unakumbuka mwaka fulani ulipita sehemu fulani ukakuta kuna dada anabakwa? Ndio. Yule dada alikuwa ni mimi. Ulikuja hospitali ukakuta anatoa mimba, ukanyamaza. Yule dada alikuwa ni mimi. Wakati natoa mimba ilitoka vibaya, nikang'olewa kizazi, kwa siwezi kuzaa. Na cha ajabu ni kwamba mmoja ya watu walionibaka ndo alisimamia harusi yetu. Bwana Kisa, tuna stori za wakarimu, lakini tunapata stori nyingine tena ya kusisimua, na haya yote ni kwa sababu tu kuna mtu alinyamaza. Yes. Ukimya ni mbaya sana. Ni mbaya sana. Tunatakiwa kupinga, tukatae na tupaze sauti kabisa. Waheshimiwa nadhani wanaelewa, wanaona, wanakemea kupitia vyombo mbalimbali vya habari, lakini kupitia mabunge huko wanajadili bungeni, lakini kupitia wizara mbalimbali. Mimi nalia tu na mama yetu Mheshimiwa Dorothy Gwajima. Hii anaiona, naamini atakuwa sehemu ya kuwa support. Kuna mashirika mbalimbali ya kutetea haki za watoto, naamini wanaona, watakuwa sehemu yenu. Kuna wachungaji, mitume na manabii, mashehe, wanaona, watakuwa sehemu. Lakini kuna wakuu wa shule, kuna wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, naamini pia watakuwa sehemu ya kampeni yenu. Nawatakia kila la heri katika mafanikio ya kampeni yenu. Karibu Together, kilomita zaidi ya 194, sio kilomita chache. Nawatakia afya njema. Naamini mkifika Dar es Salaam mtakutana na watu wengi sana ambao watawapokea, watakuwa na mengi ya kuzungumza. Tukipata nafasi tutazungumza tena. Mungu akubariki sana Mr. Wise Dickson. Asante sana. Wasalimie wa Karimu, lakini pia jamii ya marafiki initiative, pia Smart Friend Connect, wana Morogoro mjini kasoro bahari. Thank you.